Tulikubaliana kwamba tulikuwa timu ya pili uwanjani, so tumefanya vizuri katika mpango ambao tulikuwa nao kwenye dakika 45. Tumelinda vizuri, then dakika 15 za kipindi cha pili nafikiri kwa situation tukatoka tukaacha hizo gaps, tumeachia space hizo ambazo waliokuwa na mpira wakapata mianya ya kuona hizo gaps ambazo zipo. So ni timu kubwa inafanya hivyo, kishatoka kwenye plan nadhani wanakupanish. So tumekuwa na dakika 45 nzuri in terms of defending, lakini dakika 35 za second half nafikiri hatukuwa vizuri. So goli la pili lilikuja kuua, lakini goli la tatu likaja likamaliza kabisa morali. So tunachoweza kusema tu kwamba tulikuwa na mtihani mgumu kwenye hii tournament, kwa maana CRDB kama tungeweza kutoboa huu mtihani huenda na sisi tungekuwa moja wapo ya timu ambazo nitarajiwa. So huu mtihani kwa namna moja ama nyingine tumefika hapo, lakini nafikiri kuna vitu ambavyo positive na kuna vitu ambavyo negative ya kufanyia sisi kazi. Mwalimu, unadhani ni pia inabaki kwenye mindset za wachezaji hasa kipindi cha pili, kama uliapply baadhi ya kwa maana ulibadilisha mbinu na bado haikufanikiwa, inabaki kwenye mindset za wachezaji ama pia kwenye upande wa mbinu zaidi? No, ninachoweza kusema ni kwamba kilichotumika sana kwenye hii mechi ukianalyze vizuri ni kwamba wachezaji wametumia nishati nyingi sana. Ukiangalia nature hii mechi unaweza kuona hata majeruhi waliopatikana kwenye mechi, ni kwamba ni mechi ambayo ilikuwa physical, ni mechi ambayo ilikuwa na intensity ya juu sana. So si swala la tactical, kwa sababu kwenye tactical tulibaki vile vile, lakini kwa sababu nishati inapopungua maana yake yale majukumu uliyopewa hauwezi kuyatekeleza. Kwa hiyo ni kitu ambacho unaweza kuona kwamba tunakutana timu katika level ya utimamu ilikuwa iko juu zaidi, na level ya ubora wa mtu mmoja mmoja ilikuwa iko juu zaidi. So ni kitu ambacho sisi tunakijua kwamba tumekutana na mpinzani wa aina gani. Sawa, mwalimu, kwenye mchezo wa leo